Asante sana kwa kuweza kuja katika hafla hii ya kuzindua kitabu changu kipya Jacket of Sibling Library, ambako kimekuwa ni kitabu cha kutokana na uamuzi ambao baada ya maombi niliona Mungu akinisungumuzia niweze kuweka kitabu cha aina hii. Nikiwa mchungaji na askofu, nimekutana na watu wengi sana ambao wanalia shida ambazo zinatokana na uongozi wa ukoo, na sana sana wengine, na hasa wale ambao ni mayatima pamoja na wale ambao ni wajane, wameweza kupoteza mali baada ya baba na tena baada ya ume wao kuweza kuaga dunia, na mambo hayo yametokana na zaidi watu wawili mmoja katika ukoo. Basi mambo haya imeweza hata nami kuipitia katika hali ya kuweza kukombana na wakati wa watu wengine kusidisha vita dhidi yangu na hata wale wengine, na nikaona ya kwamba inatakikana sana sisi kama watu ambao tumeona mbele na tumekuwa viongozi katika jamii tuweze kulisungumuzia swala hili, maana ni wakati umefika. Basi mambo mengi sana yanayohusiana na jamii, basi tumeweza kuyatatua kupitia kwa kitabu hiki, na sana sana tukileta neno la Mungu ili liweze kuwa ndicho kipimo cha uadilifu wa jamii na mwelekeo ambao unahitajika ili watu wa Mungu waweze kuadilika. Kitabu hiki tumekiandika katika sehemu tatu. Kitu cha kwanza tumeangalia zile vita ambazo zinasidishwa katika ukoo mbalimbali katika bara Afrika, na sehemu ya pili ni kuangalia namna uongozi wa jamii nyingi sana katika bara Afrika zinakosa kupata mwelekeo hasa ambao unahitajika, na wakaweza kukosea, na sana sana wakiruhusu watu walio makaidi kuweza kuanza kupigana na wengine wasio na hatia katika jamii. Sehemu ya tatu ni kuweza kutoa wito ili watu waweze kujifunza neno la Mungu na wapate mwongozo na maelekezi ya kanisa ili ikaweze kujaribu kuleta uhusiano wa karibu katika jamii mbalimbali katika bara Afrika. Hiyo ndiyo sababu kuu sana imefanya ili iweze kukaa chini, kufanya utafiti na tena kuandika kutokana na ule ujuzi ambao tumeweza kupokea katika maisha tangu tuwe watoto wadogo. Tunatarajia watu wengi wanaosoma kitabu hiki waweze kukitumia na iweze kuwa ndio sasa kipimo ambacho kitaweza kuelekeza watu wetu, ili badala ya kuzidisha vita tukaweze kuanza kutekeleza mipango za kuleta maendeleo katika jamii mbalimbali, na sio tu hapa Kenya bali katika bara Afrika na ulimwengu mzima. Tunataka pia ili kitabu hiki kiwe ni funzo ama ile kipimo cha utaratibu ambao utaweza kuwaelekeza watoto wetu chipukizi ambao kwa sasa hivi kutokana na ile mawasiliano ya mitandao ya kijamii na hata kupitia kwa habari wanazosoma za kule magharibi, sasa wamekosa kupata ile hekima ya wazee wa zamani na utaratibu uliokuweko siku zile za zamani za watu kuheshimiana na watu kupata mwongozo halisi. Kwa hivyo watoto wetu wanaweza kujifunza yale waliopoteza, wanaweza kuyasoma sana mojawapo katika kitabu hiki. Hii itakuwa ni kitabu cha muhimu hata baadhi ya wazee ambao saa zingine wameshindwa kuwashauri watoto na kulinda boma zao na hata kulinda rasilimali walizonazo. Kitabu hiki kinaweza kuwasaidia kwa kiwango kilicho kikubwa sana. Sasa nikiwa askofu, sio rahisi sana mlevi aweze kuwa askofu, kwa sababu ni lazima awe Mkristo na ni lazima pia awe amesoma na Mungu amchakue ili aweze kufika katika nyadhifa ya uaskofu. Basi lakini bado mwingine ataona ya kwamba ile heshima unayopewa katika ofisi
ikiwa ni askofu ama waziri ama mahali popote, anafikiria ya kwamba ingelikuwa nafasi yake, na hiyo ndio inasababisha watu kuanza kulumbana, watu kufurugana na watu kuweza kukawanyika katika jamii. Na ndiposa nimeona kuwa ya kwamba kitabu hiki kinaweza kurejesha hali ya utulivu na tena watu kuweza kushikamana na kufanya maendeleo kwa pamoja. Kufika hatua yao kuweza kutengana. Kwa hivyo kitabu hiki ninatazamia kwamba kitanipa mtazamo wa askofu kwa mambo yanayotukumba kama taifa, kama familia na kama jamii. Asante.